ulikuwa ni mwaka 81. Mwaka 82 of course magazeti yalikuwa yanaandika, lakini pia wataalamu walikuwa wanaongelea ugonjwa huu mpya ambao watu wengi hawaufahamu. The tricky part was walikuwa hawajaupa jina, so watu wengine walipenda kuita the disease with 4H. 4H ni kwamba ugonjwa wenye H4, homosexuals, watu wenye mapenzi ya jinsia moja, hemophilia, watu ambao wamezaliwa na shida ya damu ya kuganda. Na kwa nini watu wa hemophilia waliingizwa kwenye hili kundi? Kwa sababu kipindi hichi matibabu mengi ya hemophilia ilikuwa mtu anahitajika apate blood transfusion au aongezewe damu mara kwa mara, na CDC ilikuwa haijaweka utaratibu kwamba damu lazima ipimwe kama ina maambukizi ya virusi. So people were transfused blood ambayo tayari ina maambukizi bila wao kufahamu. So hemophilia pia wali run kwenye risk